Na mtazamaji wa Faida Online TV, ajali za barabarani zimeendelea kuchukua maisha ya ndugu zetu, lakini pia wengine wakiachwa na ulemavu wa kudumu. Hapa mkoani Mtwara kumetokea ajali ambayo watu 4 wamefariki dunia, lakini pia 3 wamejeruhiwa na mali kuharibiwa. Jeshi la polisi mkoani Mtwara limemshikilia na kuendelea kumhoji kwa kina Kasbet Biatusi Nchimbi, miaka 32, dereva aliyekuwa akiendesha gari lenye namba za usajili T486 DVU aina ya Howo, ikiwa inavuta tela lenye namba za usajili T688 APB kwa tuhuma za kuendesha gari kwa uzembe na kusababisha ajali iliyopelekea vifo 4, majeruhi 3 na uharibifu wa mali. Tukio hilo limetokea tarehe 29 mwezi wa 5 2026 saa 4 usiku maeneo ya Masasi Mbovu, barabara ya Masasi Lindi. Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva kwa kuendesha gari mwendo kasi na kushindwa kulimudu. Waliofariki katika ajali hiyo ni Michael John Fundi, miaka 35, padri wa kanisa la Anglikana Mkomaindo, Dayosisi ya Masasi; Angela Michael, miaka 6, ambao walikuwa abiria katika bajaji hiyo, pamoja na watu wengine 2 ambao ni Ernest Mlaponi, miaka 34, dereva pikipiki, na Ignas Benedicti Daudi, miaka 34, abiria katika pikipiki hiyo. Na sasa tukazungumza na shuhuda atuelezee namna alivyoshuhudia ajali hiyo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Na kukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Judith Oide Ntamba ni mkazi wa mtaa Mkunguni, jirani na eneo lililotokea ajali. Jana ilikuwa majira ya saa 2 usiku inaelekea saa 3. Nikawa nimesikia kama mshindo hivi wa gari kama imedanda. Kwa hiyo baada ya dakika 2 nikasikia ajali na mimi nikakimbia. Nilipofika pale ni kweli nimekuta gari kubwa zile za chanja zile ambayo imebeba simenti imeenda imeegama yani kwenye nyumba ambayo ni fremu za biashara, na nikakuta watu wengi. Nikiangalia hivi ndo kuna bajaji iko mtaroni, na kwenye ile bajaji kuna watu wengine walikuwa wanachomolewa. Niliwaona watu 2 ambao wanachomolewa kwenye ile bajaji, na mmoja mama alikuwa ameshikwa, ndo naye anatoka kwenye bajaji anapanda juu kutoka mtaroni ambapo bajaji imefanyaje imedondoka. Na kwa hivi pembeni walikuwa wamelala watu kama 3 wa baba, na yule ambaye alikuwa anachomolewa kule ni 4. Kwa nilichokiona au kukishuhudia, ilisemekana kwamba wale 2 pale wamepoteza maisha, na pia kulikuwa na mtoto mdogo mwenye umri kama miaka 3 au 4, naye alikuwa na hali mbaya, akasaidiwa na wasamaria wema wakapelekwa hospitali. Na kwa upande wa kushoto kwa eneo la ajali kulikuwa na bodaboda naye ambao ni dereva, alikuwa analalamika na yeye, lakini pia na yeye alikuwa ameumia, sasa ni maeneo ya mguuni. Dr. Nelson Kimaro ni mganga mfawidhi kutoka hospitali ya Mkomaindo iliyopo Masasi mkoani Mtwara. Hapa anathibitisha kupokea miili ya marehemu pamoja na majeruhi. Kwa majina naitwa Dr. Nelson Kimaro, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya Mkomaindo iliyopo halmashauri ya Masasi mkoa wa Mtwara. Siku ya leo majira saa 2:30 usiku tumepokea majeruhi 3 pamoja na miili ya wanaume 3 ambao imetokana na ajali iliyosababishwa kati ya lori pamoja na bajaji na watembea kwa miguu. Kwenye hao majeruhi 3 tumepokea wanaume 2 ambao mmoja wao anaitwa Hamisi Ali Mandela. Huyu ni mkazi wa Namajani, ana umri wa miaka 43 na ni mwanaume. Lakini pia tumepokea mwingine anaitwa Yahaya Matimba. Huyu ni mkazi wa Nyasa na miaka 43 pia. Na pia tumepokea mtoto wa miaka 6 anaitwa Angela Michael Kawajumo. Huyu ni mkazi wa hapa Mkomaindo ambao ni mtoto mdogo. Hao wote ni majeruhi. Lakini pia tumepokea miili ya watu 3 ambao kwa haraka bado hajafahamika majina yao na umri wao, lakini watu wazima. Na kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Masasi Bi Rachel Kasanda amepata nafasi ya kuwatembelea majeruhi hao ambao bado wamelazwa katika hospitali ya Mkomaindo iliyopo Masasi. Niwape pole na niwaone wagonjwa walioko ndani ili nione hali zao zikoje na huduma wanazopata. Nilikuwa ni karibu kwa sababu wala tulipita bajaji nilipita barabara. Wanapokuja katika ile msimamo. Niwasihi kufanya maombi kwa ajili ya ile familia na familia ambazo zitaanza kuzika leo,
Familia moja tayari wako pale wanasubiri, mwili ulikuwa unaandaliwa. Familia mbili bado wanaendelea na maandalizi. Mchungaji atazikwa na mtoto wake Jumanne hapa Masasi. Kwa hiyo wale ambao mtapenda kwenda, naomba mwende mkawafariji. Na changamoto wazi na wakuta watu wote. Ni vizuri mkaweka roadblock maeneo mengi, ili kusudi wanapofika hapa mjini wapunguze spidi, lakini waangalie watu. Yaani kutoka Mtwara kule juu maili 6 mweke roadblock, ili kusudi na muwape maelekezo wapite na spidi ngapi hapa mjini. Unajua wale madereva wanachoka, wanalala. Naam, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina lake lihimidiwe. Mpaka kufikia hapa nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa.